Je, unafahamu kabla ya mwaka 1964 jiji la Dar es Salaam lilikuwa lipo mpakani mwa Jamhuri ya Tanganyika, kwa maana kabla ya kuungana na visiwa vya Zanzibar na kuunda nchi ya Tanzania. Lakini leo hii jiji la Dar es Salaam lipo katikati, kwa maana sio tena mpakani kama ilivyokuwa kwa visiwani Zanzibar. Lakini Jumatatu nyingine ya mwisho wa mwezi Agosti, kama ilivyokuwa kawaida, jukumu langu ni kuhakikisha na kukumbusha, kama wewe ndo ambaye unalipa kodi, kama wewe ndo ambaye mshahara wako unatumika kwenye matumizi, hakikisha akununii, kwa sababu hauwezi ukampa fedha alafu akawa anakununia. Mimi naitwa The Real Abdul Farid Garincha na huu ni muda wa gazeti Kitaa. Leo tupo hapa katika mataa ya Mwenge tukiwa tunaelekea Coca-Cola Road. Tunaenda kusoma magazeti na wadau mbalimbali watuambie yale ambayo mitazamo yao juu ya yale ambayo yameandikwa katika vichwa mbalimbali vya magazeti, hasa vya upande wa michezo, kurasa za mbele pamoja na kurasa za nyuma. Hii ni BBS Media. Hakikisha unatufuata katika mitandao ya kijamii, kwa maana Instagram, Facebook, Twitter, bila kusahau kule TikTok. Lakini YouTube tunapatikana pia kwa jina la BBS Media, kwa sababu huko kuna habari nyingi kubwa mno ambazo zipo. Na leo tunaenda kuangalia hapa magazeti ya michezo bwana. Na gazeti ambalo tunalo leo ni gazeti la Mwana Sports, gazeti ambalo linakata kiu yako, kwa maana linakata kiu yako ya michezo pamoja na burudani. Huko habari kubwa ikisema Simba kunani, kadi 3 nyekundu, gumzo FVS yazua jambo. Lakini pia ipo habari picha ambayo inamuonesha Stefan Aziz Ki akiwa anafanya mazoezi, huku kichwa cha habari ikisema Aziz Ki apewa wawili, huku kukiwa na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara unatarajiwa kupigwa leo, Dar es Salaam Africans dhidi ya JKT Tanzania majira saa 12 jioni pale katika uwanja wa KMC Complex. Lakini pia ipo habari nyingine ambayo inasema Ibenge azitaja sababu Azam, habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 3. Bila kusahau pia ipo habari ambayo inasema Baleba kuimarisha United. Lakini nyuma ya gazeti hili, kwa maana kurasa ya nyuma imeandikwa kwa viungo hawa Man United inamhitaji Baleba, ikiwa ni habari ambayo inazungumza juu ya usajili kwa maana kwenye kikosi cha Manchester United, mashetani wekundu, moja ya timu yenye makombe mengi ya ligi kuu soka nchini Uingereza pale. Lakini pia ipo habari nyingine ambayo nasema Bakola ambaye ni swala la muda tu. Hapa pia wamekuwekea dondoo kidogo ya habari hiyo ambayo utaipata katika ukurasa wa 18. Lakini pia ipo ratiba hapa ya mchezo wa ligi kuu soka nchini Uingereza, kwa maana Agosti 30 Manchester United wao watacheza dhidi ya Ipswich Town pale katika uwanja wa Old Trafford. Mimi naitwa The Real Abdul Farid Garincha. Twende tukawasikilize wadau mbalimbali juu ya mitazamo yao. Tukawasikilize hapa wadau wengine na wao watuambie mawili matatu juu ya vile ambavyo vimeandikwa kwenye magazeti, lakini pia ambavyo vinatarajiwa kujili. Mzangu, habari yako? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nzima? Buheri wa afya. Yes, ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea bwana. Na magazeti mengi yanaendelea kupamba habari za ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini leo magazeti mengi yamepambwa na taarifa ya kadi nyekundu 3 kwa klabu ya Simba, ambao bwana mechi 3 mfululizo wachezaji wao watatu wanapata kadi nyekundu. Mimi sijawahi kuona, inawezekana kwa umri wangu mdogo. Nitaka nifahamu wewe umeshawahi kushuhudia vilabu hivi viwili vikipata kadi nyekundu 3 mfululizo kwenye mechi 3 mfululizo? Mimi toka nizalendo malango wa kwanza toka nishabikia Yanga. Ila ninachoomba sio Yanga, sio Simba, sio Yanga, wachezaji wawe na nidhamu wakiwa uwanjani, kwa sababu ile ni kazi yao. Wamewatoa kwao kama Kenya au nchi nyingine, amekuja kucheza klabu ya Yanga au Simba. Inabidi wawe na nidhamu uwanjani. Mpira sio vita, mpira jambo ni starehe. Umeona? Sasa wao wanafanya kama vita, mpira sio vita. Mpira inatakiwa starehe na kila mtu lazima muangaliane nani uwanjani, sio kama vita mpira. Zingatia usalama. Zingatia sana ni usalama. Sio Yanga, sio Azam wala sio Simba. Ana maana ninachoongea mimi vilabu vyote vya ligi kuu nchi hii wawe na nidhamu ukiwa uwanjani. Mpira sio vita. Kwa hiyo watani wenu hawana nidhamu. Nadhani hawana nidhamu. Mpira iwe na nidhamu, sio kama vita. Mpira sio vita, mpira ni nidhamu. Uwe na nidhamu vizuri, mnacheza vizuri, dakika 90 zinaisha, mnasalimiana, awamu ya pili mnakutana tena uwanjani. Sasa sio kama vita. Kwa ni watani wenu wanakamia ama ndo FVS na waumbua? Wala wanakamia, la kwanza. La pili vile vile, kumbe mchezo ule kwa nazoea tokea zamani la kwa hatujui.
Kama kipindi kile miaka 90 tuko tunaangalia kwenye magazeti Manchester City River, kwa sasa hivi tunaona live ndo kama hivi wanaumbuka wao wenyewe sasa. Kumbe kufanya fujo na mtokea muda mrefu. Baada kuja hivi nini ya kisasa hii ndio inawaumbua. Refa kila akirudi pale akienda akiangalia akirudi kadi nyekundu. Mfano mzuri kama alivyoumizwa Pacome. Sio umeona? Sasa mpira sio vile. Mpira unatakiwa starehe bwana mpira. Kwa sababu leo mnakutana, kesho kutwa leo unaweza kuvunja mguu, kesho na kesho kutwa mkacheza timu moja. Au hakuna mambo kama hayo? Yanatokea. Sasa kwa nini mpira uwe vita? Mpira sio vita, mpira ni kama jambo la kawaida. Umeona, wewe unasajiliwa Simba au Azam, yani naongea mimi sio klabu cha Simba tu. Yaani vilabu vyote Tanzania vinaoshiriki NBC wawe na nidhamu ukiwa uwanjani. Kwa naamini watani wenu hawana nidhamu. Hawana nidhamu. Bana, mechi 2 mmefunga goli 7. Magoli 3 mechi dhidi ya Namungo, magoli 4 mechi dhidi ya Coastal Union. Lakini leo ni siku nyingine bwana, vita mnaenda kucheza na wapiga kwata JKT Tanzania. Naam. JKT ni wazuri, wana kocha mzuri, wana wachezaji wazuri. Na tuseme kila timu mwaka umejipanga. Mara nyingi usimdharau mpinzani wako, mheshimu mpinzani wako, mambo yatakuwa sawa. Lakini unapomdharau mpinzani wako anakuja kukutia aibu. Mheshimu mpinzani wako, usimdharau mpinzani wako. Kwa hiyo sasa mimi JKT Tanzania mimi si wadharau. Wao wamesajili na Yanga sisi tumesajili. Mpira dakika 95 au 94. Nani kapata pointi 3, nani kaachia pointi 3. Kwa unaona kuna nafasi nyingi kuchukua alama 3. Alama 3 ni wajibu sisi. Hebu mpinzani, hebu njoo bwana. Njoo bwana, mtani wako anakuita huko. Anakusikia unapiga kelele kwa mbali. Sawa. Tupo na mpinzani wangu hapa. Hebu muulize mpinzani. Misimu ya huko nyuma mlikuwa mnabebwa sana na waamuzi. Kwamba msimu huu sasa umekuja, kila refa akienda kuangalia video support akirudi mfukoni kadi nyekundu, kwa sababu sasa hivi upendeleo ule tena hamna, mnaumbuka. Sawa. Mimi swala lake namuunga mkono. Sasa siangalie ile swala, siangalie kwa upande mmoja tu. Sawa. Hivi vitu vipo, TFF fanya mikami angalia. Kwa hata siniona mimi kwamba mimi nimepewa kadi nyekundu, kwa sababu hii itakuwa kwa kila mtu. Sawa, na mimi sina wasiwasi wote. Kwa maana kadi nyekundu kwa nimepewa ni halali. Sawa, lakini yeye mwenyewe ajiandae vile vile. Kwa mpira huo ambao tunakwenda nao kwa sasa hivi, mimi nawasifu tu TFF, wamefanya jambo la maana. Vitu vyote vitakuwa wazi. Wewe hauna doubt yoyote kwenye zile kadi zote 3? Sina doubt zozote. Na kwamba kwa ndio maana nimemwambia kabisa. Hii asione kwa upande wa Simba tu. Hata kwa mwenyewe ajiandae. Yes, kuna watu wanasema Simba na watu wanamhukumu kwamba anapata kadi nyekundu, lakini mechi zake zote anacheza pungufu na anashinda. Yaani nachokwambiaje mdogo wangu, sisi tunachoangalia pointi 3 tu, hatuangalii kitu kingine chochote. Sababu ligi ya mwaka huu ni ngumu na kila timu imejiandaa vya kutosha. Kwa hiyo cha msingi ukiwa kandazi ukipata pointi 3 basi mshukuru Mwenyezi Mungu. Naamini kwa jambo letu tushatoka kule kandazi tumeshatoka na pointi 9. Tunazo mkononi, tunakuja kumalizia hapa nyumbani. Kwa hiyo sina wasiwasi yote wala sina doubt yoyote. Unaona mna nafasi ya kuchukua ubingwa? Nini? Nafasi ya kuchukua ubingwa? Ya ubingwa upo kwa sababu sijapoteza hata pointi moja. Kwa hiyo kila mmoja ndio maana kwa kila mmoja achinde za kwake. Kwa hiyo ile swala waliweka TFF wameweka jambo la maana sana. Ndio maana nimwambia ndugu yangu asiangalie kwa upande wetu sisi hapa tu, kwa sababu hili swali la wote, hili swala la TFF walifanya ni la kila timu. Na maana yote utakayofanya makosa basi tutaadhibiwa kwa makosa yako ambayo uliyofanya. Yes, mtani wenu leo anaenda kucheza dhidi ya JKT Tanzania. Unaiona nafasi yake yeye kupata alama 3? Mpira una matokeo matatu shehe wangu. Sawa, lakini sasa ndio maana kwambaje sio unaposema sawa, lakini ni kwamba mpira una matokeo matatu. Kwa hiyo kila timu itakayokuja lengo lake pale ni kupata pointi 3. Sawa. Aidha JKT au Yanga. Kwa hiyo yote ana nafasi ya kuchukua. Tunakwambiaje? Yoyote pale ana nafasi ya kushinda. Sio Yanga wala sio JKT. Kwa sababu JKT mimi anakuja pale sio pale kufungwa. Anakuja kucheza mpira lengo lake ni kushinda kuchukua pointi 3. Na Yanga anacheza mpira pale lengo lake kushinda kuchukua pointi 3. Kwa hiyo yote tutakayofanya makosa basi tutaadhibiwa. Ndio kwa nini swala TFF kuweka kidogo kuweka VAR yetu
Hii inatusaidia. Sawa bwana, angalia mkubwa, angalia mtoto. Yote ile ukifanya makosa basi tuadhibiwe kwa makosa yako uliyofanya. Tuzungumze performance ya Liba Segeye bwana. Mechi 3, assist 4. Moja kati ya performance ya hali ya juu, lakini ni kama vile amekuwa haimbwi sana kwa sababu labda kuna vivuri vya wachezaji wengine ambao wameshawahi kufanya vizuri kwa kweli. Kwa namna ambavyo Libase ameanza, unadhani akiwa na mwenendo huu anaweza akasaidia nyinyi kupata ubingwa? I say kwanza mimi kifupi ukimzungumza Liba Segeye ni wonderful player kwangu mimi hapa. Na mpaka sasa bado naendelea kumkubali sana yule dogo. Na namwombea Mwenyezi Mungu amjalie asipate majeruhi hata kidogo. Kwa performance yake anakwenda nayo kama hii, basi kupitia naamini tu kuna kitu kitakuja kutokea pale kwa Simba. Atawasaidia kufika nchi ya haki. Tunakwambiaje, nikikwambia hivyo nishaelewa. Kuna kitu kitakuja kutokea tu. Na hawa watu ambao hawatuamini. Sawa, tumalize bwana eneo la mshambuliaji wenu bwana. Ibrahim Doumbia. Stori zimekuwa nyingi, afungi, aonekani kama hata namna yake anaocheza kuna watu wamekuwa wana doubt. Nataka nifahamu kwa nini nyinyi wana Simba wenyewe ndio mmekuwa wa kwanza kumnyoshea vidole tofauti na inapokuwa kwa watani wenu. Tulikumbuka Dube alicheza mechi 7 hana goli hana assist. Yaani nikwambie kitu mdogo wangu. Unajua mpira kiwango sio mgeni nao, unajua vizuri kabisa ulivyo. Ndio bwana. Sisi kuja kuangalia kwenye upande wa Simba au upande wa Yanga. Huwa sisi ni watano wajali kitambo sana tangu miaka hiyo. Kwa hiyo sio kwamba labda mchezaji wa Simba au shabiki wa Simba kazungumzia kuhusu mchezaji wake. Hivyo vitu vyote vinatokea kwa upande wa pili. Sawa bwana. Vikitokea kwa upande wa pili vishakuja kushusha, alafu na jinsi mchezaji wote anavyoonyesha kitu fulani hivi aonyeshi kwamba tofauti na matarajio ambayo tulikuwa tunategemea. Basi mtu anapata hasira fulani. Lakini sio, mimi siamini kwamba mchezaji wa Simba au shabiki wa Simba kamponda sana mchezaji wake. Hakuna kitu kama hicho hapo. Yaani vitu vinatokea upande wa pili, kwa mtu anamfanyisha kama hasira fulani. Mtu akaanazungumzia swala fulani akalipandisha ikawa hai sana. Kwa akiona kule yule anafunga huko afungi. Yes, ndio maana kwamba ndio ile sasa mchezaji gani? Mbona unafanya nini? Anaruka na yeye mtu ukiangalia haraka kwa mtu kwa sio mtu ukiwa sio kama player au sio mtu uelezea uhalisia. Lazima unakuta una panic. Kwa mtu akipaniki yale maneno yanatoka hamna kitu bwana, tumepigwa kuna kule katoka kwake ana assist ngapi na magoli mangapi? Magoli 17 na assist kibao, si ndio bwana? Yes. Sasa kwa hiyo vitu kama hivyo hapo tusianze kumjaji sana mchezaji. Kwanza unamgia pressure yeye mwenyewe mchezaji, sababu anajua kama yaaminiki. Kwa nini katoka kule kaja hivi? Sasa akiangalia katika comment watu wanamcomment hivi hata wewe ukiwa mdogo wangu lazima unahisi kwa nini mimi sifanye hivi. Kwa hiyo anacheza mpira kwa pressure. Sasa hii haitakiwi zaidi. Kwa namna ambavyo anacheza, wewe comment yako ni nini? Doumbia anasema tu apate nafasi nzuri za kufanya za kuwekewa kwenye njia vizuri. Anakaa nafasi nzuri, anakaa nafasi lakini zingine zinachelewa kufika kwa wakati. Kwa watu wasimhukumu mapema. Yes, mimi naona na kwa ushauri wangu mimi hapa wasimhukumu mapema. Sawa, mtu mchezaji wangu. Tumalize ligi imeanza, mechi 3, mechi 2, timu zimecheza. Nataka unitajie top 4 yako. Top 4 yako. Ligi itakavyoisha, timu 4 zile za juu hizi. Huyu atamaliza nafasi ya 3, huyu ya 4, huyu ya pili, huyu ya kwanza. Chifu, mimi nasema kwa kifupi ni zile tu. Ni zile tu hapo. Simba, Yanga, Azam, Singida. Yes. Na ndo kwa mtiririko? Na Simba bingwa. Naamini hivyo. Naam. Lazima Simba. Umeanza Simba, Yanga, Azam alafu ni wajuu, wao ndio wajuu hapa watakao kwenda kuchukua nini. Lakini sasa mimi siwezi nikamwambia huyu si upande wa pili. Sawa. Mimi ni Simba, lazima na mimi niseme Simba, Yanga, Azam, Singida. Unasikia utabiri wake huko? Naam, nimemsikia kijana huyo. Na unaona unaenda kwenda kutimia kwamba safari mtamaliza nafasi ya pili. Anajisumbua tu mdogo wangu huyo bwana. Anajisumbua mtani wangu huyo. Kwa bado mtachukua tena. Bado makani tena. 2030 ndio kijiti tunamwachia mtani. 2030 kijiti nitamwachia mtani wangu naye endelee. Utapumzika. Na tutapumzika, nitapomwa naye apomue. Apate nafasi ya kuongea kwenye media nchi za nje wapi ndio apate bio. Lakini sasa hivi anajisumbua huyo kijana. Swali moja la mwisho kwenu, unaona kikosi chako kifanya vizuri michuano ya kimataifa? Mchuano wa kimataifa ndio hapa kama hii tuko kwenye trailer. Picha kamili kimataifa. Unaona kikosi chako kifanya vizuri michuano ya kimataifa? Mimi sina loti yote wangu mimi hapa. Naamini tu kwa mfano kwamba kocha wetu tunamwamini. Benchi la ufundi lipo vizuri.
Kwa naamini tutatoboa na tutavuka vizuri kabisa. Ina shida hiyo. Basi nikushukuru sana. Amina sana. Yes. Bana, hayo ndo maoni ya wadau mbalimbali juu ya vile ambavyo vimeandikwa katika magazeti ya sports leo katika kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Mimi naitwa The Real Abdul Farid Garincha, Alibaya akiwa nyuma kamera kuhakikisha unapata picha pamoja na sauti ambayo ipo katika ubora wa hali ya juu. Hakikisha unatufuata katika mitandao ya kijamii kwa jina la BBS Media, TikTok, Facebook, Twitter, bila kusahau kule mjini YouTube. Mimi naitwa The Real Abdul Farid Garincha, mpaka safari nyingine. Ciao.